Wewe ni mtu wa hasira. An anger person. Mtu wa hasira. Inakujaga automatic. Inakuja automatic. Hiyo automatic hiyo unaona inavyokuharibia maisha. Do you see that automatically destroys your life? Ni mwanamke anayekimbia na nani? Namjua. Anayekimbia na nani? Mke wako yuko wapi? Who is running? Where is your wife? Nimuombe naye. Yeah. Let me pray for her. Mama, mnaendeleaje? How are you doing, mother? Vizuri. Tunaendelea vizuri. Unafanya biashara? Are you doing business? Kwa sababu ana kazi. Wewe unafanya nini? Nataka nimalize hili moja kwa moja. I want to finish this. Nilikuwa naomba tupate mtaji niweze kufanya biashara. Waanza kufanya biashara? Ndio. Amjaanza biashara? Hatujaanza. Kwa sababu kijana wangu huyu namuona anakosa amani. He is lacking peace. Anakana jinamia elewa fanye nini. He's just going down, not understanding what to do. Kila akugusa watu wa kusaidiana, angalau kumsaidia. When I touch people to help him, he is not getting them. Alikuwa na kundi kubwa sana la watu, lakini watu wamemkimbia. Watu wamemkimbia. Ni kweli. So anahitaji kurejeshwa kwenye mfumo. He needs to be restored back the system. Ni muda mrefu tangu aliposimamishwa kazi. Kulikuwa na mambo ya vita kazini. It is a battle in his working Maneno place. yasiyo mazuri. Bad words. Kuna namwona rafiki yako mmoja aliyokuzunguka. I see one of your friend. Akapeleka taarifa mbaya kwa mabosi wako. He betrayed you and take bad news to your boss. Akakuondoa kazini bila sababu yoyote. And they removed you from the workplace without any. Ndio nilivyofanyika. Nimefika tu asubuhi nikamwambia naomba vitambulisho, akaweka ule begi nikaondoka. Ondoka. Lakini si kwamba ulitenda kosa lolote. Not that you committed anything. Ni kwa sababu nguvu za giza zilikuwa zinafanya kazi. It was because of enemy. Wamefanya vitu vyao, wewe kulala, wewe wanaenda kufanya vitu vingine. So wakasema huyu lazima, kwa sababu alikuwa anatakuwa pandishwe cheo. You are supposed to be promoted. Ulikuwa unatakuwa pandishwe cheo. Ndio. Akasema huyu tunamkatishia hapa. We are stopping this. Hilo lisikuumize kichwa. That should not stress. Yesu aliyokupeleka kule kwenye hiyo kazi. Jesus who took you to that job. Ndiye atakayekupeleka kwenye hii nayokuombea leo. Is the one that will take you to this one that I'm praying for you today. So unaenda kufanya maisha yenu nenda kubadilika leo. Your life is going to change today. Mtakuja na ushuhuda mkubwa. You come back with a very big testimony. Ndio maana nasema mlete mke wako. That's why they bring your wife. Ni wafungue wote. Let me deliver all of you. Familia yote pate kibali. And so the whole family to receive favor. Kwenye mafanikio. And go to prosperity. Amen. Amen. Asante Yesu. Thank you Jesus. Yesu. By the blood of Jesus. Nenda fanikiwa kwa jina la Yesu. Go and prosper by the blood of Jesus. Kuanzia leo milango ya uchumi kafunguke maishani mwako. Today let the doors of economy be open to your life. Ukapate mwelekeo. May you receive a direction. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. Yesu mtendee mama huyu. Jesus touch this mother. Ukamwinue. Uplift her. Mpe mtaji. Give her the capital. Akafanye biashara. Let her go kwa ajili ya utukufu wa jina lako. For the glorious of your name. Amen. Amen. Asante Yesu. Thank you Jesus. Kwa kugusa familia hii. For touching this family. Na kuibariki. And blessing it. Asante Yesu. Thank you Jesus. Asante Roho Mtakatifu. Thank you Holy Spirit. Amen. Amen.